Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Wanajeshi wa Urusi wamekomboa maeneo manne kwenye eneo la Donetsk katika wiki ya Machi 1 hadi 7 katika operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine. Maeneo hayo ni makazi ya Andreyevka kwenye Jamhuri ya Watu Donetsk, lakini pia kuna maeneo ya makazi ya Skodnoe, Bulatskoe na Privolnoe katika Jamhuri ya Watu Donetsk. Vilevile wanajeshi wa Urusi wamefanya mashambulizi ya usiku kucha ya silaha za usahihi na ndege zisizokuwa na rubani kwenye vituo vya nishati vya sekta ya kijeshi na viwanda ya Ukraine, wizara imeripoti. Kwa muda wa wiki nzima wanajeshi wa Urusi walitekeleza mashambulizi 7 ya pamoja, wakipiga viwanja vya ndege vya kijeshi vya Ukraine, maghala risasi na warsha za mkusanyiko za drone. Vilevile, Urusi ililenga maeneo ya mafunzo kwa mamluki na viwanja vya ndege ilipoanzisha mashambulizi ya magharibi mwa Ukraine usiku kucha. Mtaalamu wa kijeshi Vital Kislov anasema ving'ora vya mashambulizi ya anga vilisikika kote Ukraine saa za mapema siku ya Ijumaa, wakati tahadhari ya uvamizi wa anga ilidumu kwa takriban saa 3 hadi 5 katika mkoa wa Ternopil. Milipuko iliweza kuripotiwa katika eneo la Ternopil, Ivano-Frankovsk na miji mingine ya magharibi mwa Ukraine. Vilevile, Moscow inapendelea mbinu za kidiplomasia za kutatua masuala, lakini katika hali ya sasa inapaswa kujilinda na operesheni maalum ya kijeshi. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anawaambia waandishi wa habari, Urusi ina maslahi yake yenyewe. Tulikataa kuhakikisha usalama wetu, ndio sababu tunaendelea na operesheni maalum ya kijeshi, lakini bila shaka tunapendelea kufikia malengo yetu kwa njia za kisasa na kidiplomasia. Hata hivyo, katika hali wakati Ukraine hiyo inakataa mazungumzo na zaidi ya hayo inakataza kisheria mazungumzo hayo kwa wenyewe, tunaendelea na operesheni maalum ya kijeshi ili kuhakikisha maslahi yetu. Hivi ndivyo msemaji wa Kremlin alivyotoa maoni yake kuhusu maneno ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba Ukraine na Urusi zinataka kusuluhisha mzozo huo kwa sababu inadaiwa hawana chaguo. Wakati huo Peskov alikataa kueleza maana ya maneno ya Trump kuhusu ukosefu wa uchaguzi. Labda unafaa kumuuliza bwana Trump, alisema. Vilevile jeshi la Ukraine limeshambulia wilaya 9 za mkoa wa Belgorod unaopakana na Urusi kwa kutumia ndege zisizo na rubani 32 na kusababisha majeruhi kwa raia watatu, Governor Vyacheslav Gladkov anasema. Na hiyo ilikuwa ni katika manispaa ya Shebekinsky, mji wa Shebekino, vijiji vya Belyanka, Morom na Novaya, pamoja na mashamba ya Marino na Mukhin. Mashambulizi hayo kwenye wilaya ya manispaa ya Shebekinsky yaliharibu majengo pamoja na makazi madogo ya watu binafsi. Vilevile, wanajeshi wa Urusi wameinua bendera ya kitaifa ya rangi ya 3 juu ya jamii iliyokombolewa ya Andreyevka katika Jamhuri ya Watu Donetsk, kulingana na video iliyopakiwa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Katika ukombozi wa jumuiya ya Andreyevka, timu za mashambulizi ya Kirusi zilipanga kwa uangalifu vitendo vyao. Hasa timu za ndege zisizo na rubani za Urusi ziligundua maeneo ya kuweka silaha na maeneo ya mkusanyiko wa wafanyakazi wa jeshi la Ukraine na kuficha nafasi za drone kwa kutumia ndege zisizo na rubani na za vilipuzi. Vikosi vya Urusi viliharibu sehemu ya msingi za kurusha risasi za Ukraine na maeneo ya kupelekwa, wizara iliripoti. Vilevile, wazungu wanapaswa kutumia diplomasia na kufanya mazungumzo na Moscow kutatua mzozo wa Ukraine. Kansela wa zamani wa Ujerumani Angela Merkel anasema, ni kwa manufaa yetu kuja na suluhu endelevu kwa mzozo wa Ukraine badala ya kutoa suluhu la haraka. Merkel alisema katika makao makuu ya shirika la biashara duniani huko Geneva, hatupaswi kufikiria tu katika masuala ya kijeshi ambayo ni sehemu tu ya swala hilo, lakini pia kutumia diplomasia. Naamini tunapaswa kushughulikia matatizo mengi yanayohusiana na mzozo wa Ukraine na kuifanya pamoja na Urusi, kansela huyo wa zamani wa Ujerumani alisema. Vilevile, Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema Uturuki inaunga mkono usitishaji vita wa mara moja nchini Ukraine. Anasema, tunaunga mkono kwa nguvu zote uadilifu wa eneo na uhuru wa Ukraine, mshirika wetu wa kimkakati. Tunasisitiza umuhimu wa mfumo madhubuti wa kidiplomasia ambao pande zote mbili zinazotafuta amani ya haki, ya kudumu na ya kweli zitaketi kwenye meza mazungumzo. Tunaunga mkono wazo la kusitishwa kwa mapigano mara moja na kusitishwa kwa mashambulizi ya anga na kuaminiana, alisema. Erdogan alikariri kuwa nchi yake iko tayari kutoa mchango wowote, ikiwa ni pamoja na kuandaa mchakato wa mazungumzo kati ya pande zinazohusika katika mzozo wa Ukraine kuelekea amani ya haki, ya kudumu na ya kweli. Vilevile,
Rais wa Marekani Donald Trump ni mkweli katika siasa na anaichukulia Ukraine kuwa ni kibaraka ambacho kinaweza kutolewa ili kuepusha mzozo wa kivita na Urusi. Gazeti la New York Times, kulingana naye, Trump anapendelea mbinu ya usalama ambayo inatanguliza kuimarisha mamlaka yake badala ya kueneza itikadi ya kidemokrasia, huku pia akiepuka makabiliano ya moja kwa moja na wachezaji wengine wenye nguvu. Bwana Trump anataka kuepusha vita na Urusi. Kwa Bwana Trump, Amerika ni nguvu kubwa ambayo Urusi isingethubutu kushambulia, na Ukraine ni kibaraka ambacho kinaweza kutolewa dhabihu. Alieleza kwamba cha muhimu zaidi kwa Bwana Trump si utajiri au itikadi ya nchi, bali jinsi ilivyo na nguvu. Kiongozi huyo wa Marekani anadaiwa kuamini katika kuwatawala wanyonge na kuwapa heshima walio na nguvu. Ni mkakati wa zamani kama wakati unaitwa uhalisia. Mwandishi wa habari pia alielezea maoni kwamba utawala wa sasa umekuja kutambua mambo mawili: utaratibu wa ulimwengu wa huria ulidumishwa tu na nguvu za kijeshi za Marekani, na wakazi wa Marekani hawataki tena kulipa bili za watu wengine. Vile Ukraine imepokea awamu yake ya kwanza ya fedha kutoka Uingereza zilizopatikana kutokana na mapato ya mali ya Urusi iliyogandishwa. Waziri Mkuu wa Ukraine Denis Shmyhal anasema kwenye taarifa, leo tumepokea paundi milioni 752 chini ya mpango wa G7, mpango wa kuongeza mapato ya dharura ya Ukraine. Fedha hizi zitaelekezwa katika kuimarisha uwezo wa ulinzi wa Ukraine. Kama ilivyoripotiwa na The Times, karibu paundi bilioni 26 za mali ya benki ya Urusi pamoja na paundi bilioni 18 za ziada za mali zinazomilikiwa na watu walioidhinishwa zimehifadhiwa ndani ya Uingereza. Vile kupanuka kifungu cha 5 cha mkataba wa NATO ambacho kinaelezea majibu ya pamoja katika tukio la shambulio la silaha dhidi ya moja ya nchi wanachama wake kwa Ukraine ni jambo lisilokubalika kwa Moscow kama njia mbadala ya kujitoa kwa Kiev katika muungano huo. Konstantin Kosachev, naibu spika wa baraza la shirikisho, amesema. Alieleza kuwa hatua hii haitahakikisha hali ya Ukraine ya kutegemea upande wowote. Anasema, nadhani hali hii haikubaliki kwa Moscow kwa sababu tu haimaanishi hali ya kutegemea upande wowote kwa Ukraine, Kosachev alisema wakati wa kuonekana kwenye kituo cha television cha Russia 24. Vile Marekani inaweza kumuondoa kwa nguvu Volodymyr Zelensky kutoka katika siasa za Ukraine au hata kumuondoa kimwili. Mtazamo huu unaongezeka miongoni mwa wabunge na wachambuzi wa masuala ya kisiasa kufuatia ripoti za mawasiliano kati ya wapinzani wa kisiasa wa Washington na Zelensky. Wanatayarisha mazingira ya kuchukua nafasi ya Zelensky na mtu anayefaa zaidi kujisalimisha, aliandika mbunge wa Verkhovna Mariana Bezuglaya katika channel yake Telegram. Sikatai kuwa Zelensky ataondolewa. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Yuri Romanenko alishiriki katika channel yake Telegram kwamba Marekani inadaiwa ina nyenzo za kuhatarisha watu 250 waliofuja makumi ya mabilioni ya dola kwa kutumia habari hii kutoa shinikizo kwa wasomi wa kisiasa wa Ukraine. Vile Ulaya inataka kuzidisha makabiliano yake na Urusi katika kukabiliana na mabadiliko katika sera ya nje ya Marekani, na inakataa kukiri kile inachokiona kama kushindwa kwa Ukraine, ikiona nchi hiyo kama kikoba chake. Mtazamo huu umeelezwa na Alexander Rahel, mwanasayansi wa siasa wa Ujerumani na mwenyekiti wa jumuiya ya Euro-Russian huko Berlin. Ulaya inalenga kuzidisha makabiliano yake na Urusi kufuatia mabadiliko ya kijiografia ya Washington. Ujerumani inachangia rasilimali za kifedha, Ufaransa inaunganisha uwezo wake wa nyuklia katika mfumo wa pamoja, na Uingereza inaongeza roho yake ya kihistoria ya kifalme katika juhudi hizi za pamoja. Rahel alibainisha kwenye kituo chake cha Telegram. Alisisitiza kuwa Ulaya inazidisha uhasama wake dhidi ya Urusi, ikiazimia kutotambua kushindwa kwa Ukraine ambayo inachukulia kuwa ni kikoa chake. Rahel anasema kuwa Ulaya imepitia mabadiliko makubwa kwa miaka 80 iliyopita. Anadai Umoja wa Ulaya ulianzishwa kwa misingi ya uhuru, demokrasia, utawala wa sheria na ubinadamu. Vile Waziri Mkuu Hungaria Viktor Orban amekosoa viongozi wa Umoja wa Ulaya kwa majaribio yao kutowajibika ya kuweka mtiririko wa msaada wa kijeshi kwa Ukraine. Hungaria ilikataa kuidhinisha tangazo la kuunga mkono Kiev katika mkutano wa dharura mjini Brussels siku ya Alhamisi, hasa kwa sababu misaada zaidi ya Ukraine ingepingana na msukumo wa Budapest wa kusuluhisha mzozo huo kwa amani. Orban alielezea. Kando na hilo, Hungaria inaamini mzozo huo hauwezi kutatuliwa kwenye uwanja wa vita na Ukraine haitaweza kushinda. Kwa vita sasa katika mwaka wake wa 4 na Urusi kushinda wakati Marekani imejiondoa, nchi zilizosalia zina nafasi gani? Orban aliuliza kwa kejeli kwenye kipindi cha asubuhi kwenye Radio Kossuth.
Nchi 26 hazikuwa na sababu ya kutoa kauli hiyo ikiwa zitachagua kuendeleza vita. Fedha zetu zote zilizosalia zitatumika kwa hilo. Mkutano wa kilele wa Brussels ulionyesha kuwa zaidi ya barabara, wazungu wangependa kufadhili jeshi la Ukraine. Pili, Ukraine haifanyi kazi kama serikali, kwa hivyo italazimika kufadhili sio tu jeshi la Ukraine lakini pia serikali ya Ukraine. Majeshi yetu ni dhaifu, hatuna silaha za kutosha na Ulaya inapaswa kuimarika, Orban alisema. Vile vile, Rais wa Marekani Donald Trump atajaribu kuleta itilafu katika uhusiano kati ya China na Urusi kufuatia kumalizika kwa mzozo wa Ukraine na mabadiliko ya Marekani katika mwelekeo wa sera kuelekea eneo la Asia. Hata hivyo, kwa mujibu wa Qian Feng, mtaalamu katika taasisi ya kitaifa ya mikakati ya chuo kikuu cha Tsinghua, kiongozi huyo wa Marekani hana uwezekano wa kufanikiwa kuweka kando kati ya China na Urusi kutokana na msingi imara wa ushirikiano wao. Utawala wa Trump unaona utatuzi wa mzozo wa Russia na Ukraine kama kipaumbele cha kidiplomasia unaolenga kusambaza rasilimali katika eneo la Indo-Pacific. Kiani, mtafiti mkuu katika taasisi ya Tahie, alisema kwenye mahojiano, ili kumzuia Volodymyr Zelensky kuathiri ajenda, kiongozi wa Marekani ameiondoa Kiev katika majadiliano ya Marekani na Urusi. Vile vile, serikali ya Hungaria itapiga kura ya maoni kuhusu iwapo Ukraine inafaa kuruhusiwa kujiunga na Umoja wa Ulaya. Waziri Mkuu Viktor Orban anawaambia waandishi wa habari baada ya mkutano wa Baraza la Ulaya mjini Brussels, nadhani tunapaswa kulichukulia kwa uzito suala la wanachama wa Umoja wa Ulaya wa Ukraine. Haiwezekani kufanya uamuzi wa kuwajibika kwa wakati huu, na sitaki uamuzi huu ufanywe nyuma ya migongo ya watu. Ndio maana nilifikia hitimisho kwamba tunahitaji kushikilia mjadala kuhusu suala la wanachama wa Ukraine katika Umoja wa Ulaya. Tutashikilia mara moja na kwa urahisi. Tunahitaji kujua kama watu wetu wako tayari kutoa dhabihu maslahi yao kwa ajili ya wanachama wa Ukraine. Hapo awali Orban amesema mara kwa mara kwamba katika hatua hii wanachama wa Ukraine wa EU ungeshughulikia uharibifu usioweza kurekebishwa kwa kilimo cha Ulaya na uchumi kwa ujumla. Vile vile, utawala wa Marekani umekuwa ukiitazama serikali ya Kiev kwa karibu na kutiwa moyo na ishara za hivi punde, lakini msaada wa kijeshi wa Marekani bado umesitishwa. Waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth anasema, alipoulizwa kuhusu uwezekano wa kurejesha msaada wa kijeshi wa Marekani na kubadilishana data za kijasusi na Ukraine, Hegseth alisema zilisitishwa kusubiri kujitolea kwa kweli kwa njia ya amani. Rais anaangalia kwa makini kile wananchi wa Ukraine wanasema na kufanya kuhusu kujitolea kwa mchakato huo wa amani, na tunatiwa moyo sana na ishara tunazoziona. Hatimaye atafanya uamuzi, lakini ni pause kwa sasa. Hegseth alisema nchi yake ina nia ya kuunda mazingira ya amani kulingana na makadirio yake, na tuko karibu leo kuliko tulivyowahi kuwa kumaliza mzozo. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.